Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amewapa heshima ya kipekee askari wa nchi yake waliouawa nchini Ukraine wakipigana upande wa Urusi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa utawala wa Pyongyang kukiri hadharani kuwa imehusika moja kwa moja katika vita hiyo. Katika tukio lililorushwa na televisheni ya taifa ya KRT, Kim alionekana amesimama mbele ya majeneza 6 yaliyofunikwa kwa bendera ya taifa, akigusa moja kwa hisia, huku sura yake ikionyesha huzuni kubwa. Hafla hiyo ya kipekee ilifanyika katika tamasha maalum la maadhimisho mwaka mmoja wa mkataba wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Urusi katika ukumbi wa Pyongyang Mashariki. Wakiwa wamevaa mavazi ya baridi, Kim, dada yake Kim Yong-jong na waziri wa mambo ya nje Cho Son-hui walishiriki hafla hiyo sambamba na waziri wa utamaduni wa Urusi Olga Yubimova na binti yake Kim Ju-ae. Picha na video zilizotolewa zilionyesha pia daftari lililopatikana uwanjani likiwa na damu, linalodaiwa kuwa la askari wa kaskazini aliyepoteza maisha mkoani Kursk nchini Urusi. Katika kurasa za daftari hilo, jumbe ulisomeka: wakati wa uamuzi umefika hatimaye, na tupigane kwa ujasiri vita hii takatifu kwa upendo wa imani ya kamanda wetu mkuu, wakimrejelea Kim Jong-un. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Korea Kaskazini imeshatuma zaidi ya wanajeshi 15,000 nchini Ukraine tangu msimu wa vuli mwaka jana, ambapo wanajeshi zaidi ya 600 wamefariki na wengine 4,000 kujeruhiwa. Vyombo vya ujasusi vya Seoul vinaamini kuwa kikosi kingine cha askari wa kaskazini kinatarajiwa kupelekwa Ukraine mwezi Julai au Agosti mwaka huu. Taarifa hii imekuja baada ya miezi mingi ya Korea Kaskazini kukana kushiriki kwake kwenye vita hiyo, huku wachambuzi wakisema kuwa hatua ya sasa inalenga kugeuza vifo hivyo kuwa sehemu ya simulizi ya ushindi na ujasiri wa kijeshi. Mtaalamu wa masuala ya Korea, Hong Min, amesema Korea Kaskazini haitaki waonekane kama walitolewa kafara, bali kama mashujaa waliotoa maisha yao kwa ajili ya urafiki wa damu kati ya Pyongyang na Moscow. Kando na wanajeshi, Korea Kaskazini pia inadaiwa kuiuzia Urusi silaha mbalimbali zikiwemo makombora, risasi na mabomu, huku ikilipwa kwa teknolojia ya kisasa, misaada ya kiuchumi na satellite kutoka Kremlin. Kim Jong-un amesema kuwa mnara maalum wa kumbukumbu utajengwa mjini Pyongyang kuwaenzi mashujaa hao na kwamba maua yatawekwa kila mwaka kwenye makaburi yao. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Korea Kaskazini, wananchi wake wameonyesha waziwazi huzuni ya vifo vya watoto wao waliotumwa vitani, jambo linalotafsiriwa na wachambuzi kuwa hatua ya makusudi ya kujenga propaganda na ushirikiano wa kijeshi wa muda mrefu kati ya Kim Jong-un na Vladimir Putin. Mtazamaji wa Zone Media, kwa mara ya kwanza kabisa Korea Kaskazini imekiri wazi kwamba imehusika na vita vya Ukraine pamoja na Urusi baada ya kuweza kupeleka wanajeshi karibuni 15,000 huku miongoni mwao 600 wakiwa wameuawa. Sasa hizi ni sherehe za kuweza kuwaenzi hawa mashujaa ambao wamefariki kwenye vita hivyo baina ya Urusi pamoja na Ukraine, ikiwa wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wakipigana upande wa Urusi. Hii ni Zone Media, salia nasi kila siku kwa taarifa zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi.